Leo nimeletewa TikTok moja ya Mbezi Beach. Hii TikTok inatoka Kiota Real Estate. Inaeleza Mbezi Beach, historia yake kwa ufupi. Na katikati hii TikTok anazungumza, anaonyesha barabara ya Ali Sykes, anasema na anaweka picha yake kuwa hii barabara imepewa kwa heshima ya mmoja ya waasisi na wanaharakati wa kupigania uhuru wa Tanganyika. Alafu video ikawa imekwisha. Basi na mimi nilikuwa nayo picha ya mtaa ya barabara ya Ali Sykes, imeandikwa barabara Ali Sykes, na nimepiga picha nayo na nitaweka hapo chini hiyo video ya TikTok na picha inaonyesha barabara ya Ali Sykes itaweka. Lakini kuna kisa, kuna mkasa wa hii barabara na inachekesha kidogo. Katika miaka ya 80 wakati Kitwana Kondo, meya wa jiji la Dar es Salaam, alibadili mitaa ya Dar es Salaam, na yeye mwenyewe anasema nia yake ilikuwa kuwaenzi wapigania uhuru wa Tanganyika na hasa wale wakazi wa Dar es Salaam. Basi akaibadilisha Pugu Road ile ikawa barabara ya Mwalimu Nyerere, Upanga Road ikawa barabara ya Ali Hassan Mwinyi, na ile barabara ya Moroko, tukita barabara ya Moroko ikawa ya Rashidi Mfaume Kawawa. Basi na akaenda mbali zaidi, akabadili barabara ya Lindi ikaitwa Tatu Biti Mzee, na Tatu Biti Mzee nishamuhadithia katika historia ya uhuru wa Tanganyika na tano, na katika wanawake wa mwanzo kumunga mkono Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na naweza kusema na wanawake wa mwanzo kupiga naye picha. Picha hiyo walipiga siku Mwalimu Nyerere mwezi Februari mwaka 1995, safari ya kwanza yuko pale, yuko yeye, yuko Bichi Mohamed, yuko Bichiku Biti Saidi Kisusa mke wa Sheikh Fatasi, yuko Bimwamvita Biti Mnyamani, yuko Lusila msichana mdogo labda miaka 24 25. Sasa ni hivi, ni kuwa Ali Sykes akapewa Classic Sykes akapewa mtaa wa Kipata, kwa sababu huu utaitwa Classic Sykes. Alafu Obari Londo akapewa mtaa wa Somali ambaye akiishi pale, na hali kadhalika na mtaa wa Kongo ule ukapewa Chaurembo, Saidi Chaurembo ambaye najua alikuwa na ghorofa lake pale, na liko mpaka leo nasikia kwa Chaurembo kuna kituo cha bafu na maarufu, na sehemu nyingine. Na nani huyu Maxim Bwana akapewa mtaa ambayo ilikuwa kwanza ulikuwa Agrey, ukapewa jina likawa Maxim Bwana, na Mzee Mshume Kiate mtaa wake Tandamti ukapewa jina lake. Lakini hili sasa likaleta zogo kubwa katika vyombo vya habari, na mimi nakumbuka kumsikia Kitwana Kondo anaojiwa na marehemu Sara Dumba. Mzee Kondo anasema hawa watu wanalalamika kama hawajui historia za watu hawa, basi watuulize, sisi tutawaambia hawa watu wafanya nini wakati wa kupigania uhuru wa Tanganyika, wanastahili heshima hii. Sasa inaelekea kuwa jiji, madiwani na meya walikubali kubadilisha mitaa hii, lakini kuna watu ndani ya serikali na labda wana nguvu zaidi ya meya, hili jambo hakulipenda. Kwa hiyo mpaka leo Kiate Mshume hakuna kibao chake pale, wala Tatu Biti Mzee hakuna, wala Mzee Maxim Bwana hakuna, na kote hivyo. Sasa tuje kwa Bwana Ali Sykes. Hapa napotaka mimi, yeye Bwana Ali Sykes hakupewa mtaa na mtu yoyote katika hilo dio, si Abdu, si Ali, si wote si Dosa, si wote wale ambao walipigania uhuru walipewa mtaa. Sasa
Siku hiyo nakwenda kwa Bwana Ali. Naambia Bwana Ali, naambiwa kuwa mtaa wa Kipata tayari kibao kishawekwa. Akasema kaka nani? Nikamwambia nani wahusika watu wa City. Asa hapana. Kibao kile cha babangu cha Class X. Kile mimi nilivyosikia tu kwa vijiji nimeshapitisha kwa mtaa ule uitwe Class X, mimi mwenyewe nimekwenda kutengeneza vibao. Nimekwenda kuweka mimi mwenyewe. Basi mimi niko ninacheka tu sawa kwa bado Bwana Ali anaweza mapambano. Na naweza kusema kwa ilikuwa bahati. Pengine mpaka leo kibao mpaka leo pale kenda kipo. Pengine watu waliostahili kuweka vibao hivyo wasingeweka. Na nadhani na wao wakaogopa kwenda kung'oa kile kibao. Sasa Bwana Ali na yeye mwenyewe kajipa mtaa mwenyewe. Ilianza pale nyumbani kwake, una barabara, unatoka barabara kubwa afu unaingia. Kuanzia pale akaweka kibao Sykes Close. Sasa nikawa na tizama hii video afu nazama picha, nasema baadaye, lakini wahusika wameona kwa huyu Bwana Ali amefanya kazi kubwa, umempa mtaa. Nadhani baada ya yeye mwenyewe kufariki na baada ya kupewa medali ya Mwenge wa Uhuru, yeye na kaka yake Mwanahamdu, kwa hawa walifanya kazi kubwa na watu waliompikia Nyerere wanastahili heshima hiyo. Sasa na hili nitarudia tena kwa hii mambo ya kubadilisha ya majina na anwani za makazi na kubadilisha ile mitaa majina. Wengi wamepewa majina yametoka yamekuwa na matatizo, ingawa nasikia kuna siasa zake mpaka mtu aweze kupewa mtaa. Na wengi wamejipa majina yao wenyewe, wale watu ambao maarufu sijui wanafanya nini. Lakini kuna mtaa hapa Magomeni unaitwa Jaribu, ndio mtaa ambao mimi naishi. Jirani yangu kuna nyumba ya Ali Msham. Ali Msham simuliza sana historia yake. Alikuwa mtu karibu sana ya Mama Maria na Mwalimu Nyerere mumewe. Na alimpa tana ni Mama Maria, alihamisha nishasa ndio mara nyingi historia. Alihamisha duka lake la mafuta taa lililokuwa mtaa wa Mchikichi na Livingstone. Ile duka ambalo lilifunguliwa na Bwana Abdul Sykes. Mama Maria Ali Msham akaliamisha lile duka likaja nyumbani kwake. Alitoa nafasi kwa chumba kimoja cha Mama Maria badala ya kwenda na kurudi na kwenda mjini kale kupanda mabasi. Hiyo mwanzo wa tano katula ina kitu. Weka hapa biashara yako ya mafuta. Na sasa hizi ndio habari ambazo wakati mwingine zinasikitisha. Nasema kwa nini tumekuwa watu namna hii? Manake historia tunayo, tunaiogopa, hatuwezi kusema, tunahangaika. Hii nini sababu yake? Sasa hiki ndo kisa nimesema kidogo nikuhadithieni na nyinyi muone haya mambo yanavyokwenda. Na mpaka leo tunapozungumza ndio mshango maskini ya Mungu. Wanae wako pale lakini ule mtaa haujabadilishwa jina kapewa baba yao. Wala sijasikia popote watu wanaostahili kuweka historia hii wakimwadhimisha marehemu Ali Msham. Asalamu alaykum.